Napendwa na wasalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hakika Mungu ni mwaminifu, ni mweza, ni tegemeo letu kila wakati na kila saa. Tunapoamka na kusonga mbele kupiga hatua nyingine, mtoto wa Mungu, sio kwa uzuri wetu, sio kwa nguvu zetu, ila mkono wa Bwana umetubeba. Shalom. Ndugu yangu, dadangu, kuna watu wametamani kuona siku kama hii ambao unaona kana kwamba ni kawaida, lakini hawajaweza kuiona, mtoto wa Mungu. Sio kwa uzuri wetu, ila huruma zake Bwana zimetubeba, neema yake Bwana imetubeba. Shalom. Ni vema sana unapoamka, hata kama unapitia mambo magumu, ambia Mungu nakushukuru kwa sababu ya neema ya uhai. Nashukuru sana Roho Mtakatifu, ni kwa sababu anazidi kuwa mwalimu wetu, anazidi kutufunza zaidi na zaidi. Shalom. Kuna mtu ambaye bado hajui maana ya Roho Mtakatifu. Anaposikia Roho Mtakatifu anashindwa, kwani huyu ndio nani? Shalom. Anaweza kuwa amesoma katika maandiko lakini hajui maana ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mzazi ambaye Bwana alituachia ili atusaidie katika mapungufu yetu. Ni ngumu sana uweze kumshinda mtu ambaye kuna Roho Mtakatifu ndani yake, na hapo ndipo nakuta mtu ambaye hana Roho Mtakatifu kumtukana mtu ni kawaida kwake. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu kumuona ule mtu mwingine kana kwamba hafai ni kawaida, maana Roho Mtakatifu hayuko ndani yake. Lakini mtu ambaye akona Roho Mtakatifu wa Mungu ndani yake, anapoenda kumuona mtu mwingine kana kwamba hafai, kuna mzazi ambaye anamuonyesha ya kwamba imeandikwa ya kwamba umpende jirani yako kama nafsi kuliko nafsi yako, kama nafsi yako. Shalom. Kuna msaidizi ambaye ako ndani yako. Mtu ambaye hana Roho Mtakatifu ndani yake, kufanya dhambi ni kawaida kwa sababu kuna roho ambayo sio ya Mungu ndani yake. Shalom. Tunapoangalia tunaposema katika maandiko, tunapata Sauli alikuwa ni mtu ambaye anaua manabii wa Mungu, maana Roho Mtakatifu alikuwa yuko ndani yake. Lakini Roho Mtakatifu alipoingia ndani yake, tunapata anamtumikia Mungu mpaka anakuja anaitwa Paulo. Tena tunajifunza katika maandiko yake mengine. Shalom. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni mzazi, Roho Mtakatifu anakusaidia katika mapungufu yako. Shalom. Na ndiposa maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba kinachozaliwa na roho ni roho, kinachozaliwa na mwili ni mwili. Shalom, watoto wa Mungu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni mzazi, mtoto wa Mungu, anakusaidia katika mapungufu yako. Roho Mtakatifu anakusaidia kumpinga adui. Shalom. Neno ambalo Bwana ametamani tujifunze siku ya leo ni kitabu cha Mika 3:6. Tunaposoma neno la Mungu, tunapata Mungu anasema mara mingi na manabii kupitia maono na pia kupitia sauti. Shalom. Tunaposoma katika kitabu cha Samueli, tunapata Samueli anakuwa ni nabii anayesikia sauti ya Mungu. Sasa tunaposoma katika maono katika kitabu cha Isaya, tunakuta Mungu anasema na Isaya kupitia maono. Maana yake kuna nabii ambaye anaweza kasikia sauti ya Mungu, na pia kuna nabii ambaye anaona maono. Lakini mara mingi Mungu, kwa sababu ya maovu ya wanadamu ama kwa sababu ya maovu ya hii dunia, Mungu anasema mara mingi na manabii kupitia ndoto. Shalom. Kwa hivyo kuna nabii ambaye anaweza kumsikia Mungu kama vile Musa na Samueli walikuwa ni watu ambao wanasikia sauti ya Mungu. Lakini kuna manabii ambao walikuwa wanaona maono. Wote ni manabii, hakuna yule ambaye ni bora kuliko mwingine, hapana. Ni kwa sababu ya kupendelea kwake Mungu. Shalom. Kwa hivyo tunaona Mungu anasema sana manabii kupitia ndoto. Kwa hivyo nabii ni mtu ambaye Mungu alikuwa anatamani aweze kumtumikia. Nabii ni mtu ambaye anastahili kutii sauti ya Roho Mtakatifu, na pia nabii anastahili kuwa mtu wa kuchukia kila ambacho Mungu anakichukia, mtoto wa Mungu. Shalom. Sasa kwa sababu Mungu ni roho na tunakaa katika dunia ambayo imeharibika, na hapa ndipo unakuta shetani mara mingi anaandaa roho za manabii. Kwa nini shetani mara mingi anaandaa roho za manabii? Ni kwa sababu manabii mara mingi Mungu wanakuwa anajua siri mingi sana za Mungu, na kabla Mungu atende jambo anakuwa amewafunulia manabii. Shalom. Na hapo ndipo unakuta shetani mara mingi anaandaa manabii, anaandaa roho zao. Kwa hivyo nabii ambaye apende kutii sauti ya Mungu, ni rahisi sana adui aweze kumtawala, ama ni rahisi sana shetani aweze kutawala nafsi yake kwa sababu ya kutotii. Maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba utaisikia sauti ya Mungu kwa bidii. Maana unapokuwa mtu wa kutii sauti ya Mungu, ni ngumu adui aweze kupata nafasi ndani yako, na ni rahisi sana pia adui apate nafasi ndani yako kama wewe ni mtu ambaye una roho ya kukumbuka mabaya. Shalom.
unapotaka kumpinga adui lazima uwe mtu akukumbuka mema. Shalom. Maana tunakaa katika dunia ambayo imeharibika. Tunakaa mahali ambapo shetani alitupa hapa chini, anaandaa roho za manabii. Sasa kwa sababu Mungu anasema sana manabii wake, hapo ndipo nakuta pia adui anaandaa roho za manabii. Shalom. Sasa Mungu anasema sana na manabii kupitia maono ya usiku. Hata mchana Mungu anasema naye wakati wote, wakati unakuwa umepumzika. Sasa unapokuwa mtu ambaye hautii sauti ya Mungu, tumesema ya kwamba ni rahisi sana adui aweze kukamata akili yako, na ni rahisi sana pia shetani aweze kuchukua. Nini maana shetani kuchukua? Maana nabii wa Mungu alistahili kutii sauti ya Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu akuwe anasema naye mara nyingi sana, akuwe na wepesi wa kuzungumza na yeye. Tena anastahili kuwa mtu ambaye anatii sauti ya Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu aweze kujifunua kwake mara nyingi kupitia maono. Shalom. Sasa unapokosa kutii sauti ya Roho Mtakatifu, shetani anapata nafasi ndani yako. Na hapa ndipo unakuta nabii kama alikuwa anaona maono mengi, au manabii wa uongo unaoona siku ya leo ambao tunasema kwamba ni manabii wa uongo, ni kwa sababu walishindwa kutii sauti ya Mungu, akapatia shetani nafasi ndani ya mioyo yao. Shalom. Na shetani unapompatia nafasi, anaingia ndani yako na kukutawala. Bwana aweze kutuhurumia sana. Sasa kama nabii alikuwa anaona maono mingi, anaona maono kwa wingi, Mungu anasema naye kupitia ndoto ya usiku, Mungu anasema naye kupitia njozi za usiku, Mungu anazungumza naye kupitia maono, kupitia sauti, na huyu nabii ashindwe kutii sauti ya Mungu ama aende kinyume na maandiko ya Mungu, adui ataweza kumkamata. Shalom. Kwa hivyo kama wewe ni nabii na ulikuwa unaona maono mara mingi, na ghafla unaona maono inakwama ama inapotea, jua ya kwamba umeenda kinyume na maandiko ya Mungu, mtoto wa Mungu. Jua ya kwamba kuna mahali umejikwaa katika utakatifu wa Mungu. Shalom. Sasa unapokosa kuona maono, kama wewe si mtu wa kupenda kuomba maombi ya rehema na toba na kuacha uovu wako na kugeukia Mungu katika roho na kumgeukia Mungu kwa roho yako yote, adui atakuletea sanamu, mtoto wa Mungu. Shalom. Kwa hivyo utakuwa unaona maono ya Mungu, mtoto wa Mungu, na baadaye unapojikwaa utoka katika utakatifu wa Mungu, Mungu anapokunyamazia, kama wewe sio nabii wa kujitambua makosa yako na kutubu, alafu uweze kama wewe si mtu akutii sauti ya Roho Mtakatifu, Bwana atuhurumie sana. Unapokuwa mtu ambaye haupendi kutubu, shetani atakutumia akuja kwambia kwamba tumia kitu fulani ili uweze kuona maono. Shalom. Na ndiposa unakuta nabii alikuwa anaona maono kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Aliposhindwa kutii sauti ya Roho Mtakatifu, akaanza kuoga na vitu. Hapo ndipo unakuta watu wengi wanatumia mafuta ya anointing. Shalom. Lakini sio ya kwamba atu nabii alikuwa shetani, hapana. Huyu nabii alikuwa na kipawa cha Roho Mtakatifu. Mungu alimuita ila amtumikie. Lakini kwa sababu ya kutotii, unakuta Roho Mtakatifu anakunyamazia, unaanza kuoga na vitu ili uweze kuona maono, unaanza kutumia vitu ili uweze kuona maono. Kwa hivyo utakuwa unaona maono, mtoto wa Mungu, lakini sio kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na sasa hapa ndipo nabii wa uongo huanga anainukia. Bwana atuhurumie sana. Sasa unapokuwa mtu ambaye pia haupendi kufuata neno la Mungu, Daudi anasema ya kwamba Bwana, neno lako liwe taa na mwanga wa njia zangu. Jambo la kwanza, ukiwa nabii na unataka kumtumikia Mungu katika roho na kweli na umalize salama, lazima uweze kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Jambo la pili, unapotaka kumtumikia Mungu hadi umalize salama, lazima uwe mtu ambaye unanyenyekeza. Lazima pia mtu ambaye uko unapenda kutubu kila, kukubali makosa yako kila wakati, tena uweze kufuata neno la Mungu. Shalom. Unapokuwa mtu ambaye unafuata maandiko ya Mungu, ni ngumu sana adui aweze kupata. Kwa mfano, maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba usiibe. Maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba usisengenye. Maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba usiwazie mtu mwingine mawazo mabaya, usimwanzie, maana Kristo anasema ya kwamba kinachomtoka mtu ndicho kinachoweza kumtia mtu unajisi. Shalom. Kwa hivyo lazima uweze kujitenga kwanza na mambo mengine ili adui asiweze kupata nafasi ndani yako, mtoto wa Mungu. Shalom. Tena tunaposoma maandiko ya Mungu tunapata kitabu cha Mungu cha tuangalie
Kitabu cha Luka 22 mstari wa 30 na mstari wa 31 hadi 32, Yesu anamwambia mtumishi wake, anamwambia Petro, anamwambia hivi: Shetani atapepeta roho zenu kama vile ngano, kama vile mtu anavyopepeta ngano, lakini nimekuombea wewe uweze, imani yako iweze kusimama. Kwa hivyo nabii pia anastahili kuwa mtu wa imani. Imani yake anastahili kuiweka katika Kristo peke yake. Anafaa kuwa mtu ambaye anapoambiwa kitu anaamini. Anapoambiwa na mtu kitu anaamini, kama vile ambavyo Ibrahimu, Mungu alipomwambia, hata kama alikuwa hana mtoto, Mungu alipomwambia kwamba uzao wako utakuwa kama nyota za mbinguni ama kama mchanga wa baharini, aliweza kumwamini Mungu. Shalom. Kwa hivyo hakugeukia njia nyingine. Ingekuwa ni mtu mwingine wa dunia hii, pengine angetembea kwa waganga, pengine angetembea katika njia zingine, lakini Ibrahimu alimwamini Mungu, aliamini neno la Mungu na akamwamini Mungu katika roho na kweli, na akamwamini Mungu kabisa. Na hapo ndipo tunakuta Ibrahimu anaweza kushinda hii dunia, ama Ibrahimu anaweza kushinda majaribu ya yule mwovu Shetani. Ndipo tunakuta Ibrahimu anakuwa ni rafiki ya Mungu sana. Na pia vile vile pia Daudi alikuwa ni mfalme ambaye ananyenyekea mbele za Mungu. Ndipo tunakuta Shetani pia anashindwa kumpata Daudi kwa urahisi. Shalom. Kama Daudi angekuwa si mtu wa kunyenyekea mbele za Mungu wake, wakati alimkosea Mungu, kama hangenyenyekea na kubondeka mbele za Mungu na kuomba na kutubu na kuomba msamaha, Shetani angepata nafasi ndani yake. Shalom. Kama angekuwa ni mtu mwingine angesema ya kwamba si nimepewa mali, nimepewa kila kitu, sio lazima. Lakini Daudi alikuwa ananyenyekea mbele za Mungu. Hata alipomkosea Mungu kupitia mke wa Uria, bado Daudi alinyenyekea mbele za Mungu, akaomba msamaha, akashinda kukula chakula kizuri, akaacha kitanda chake kizuri, akalala chini. Maandiko ya Mungu yanasema ya kwamba alala chini. Kama hapa mke wake alikuwa mjamzito, maana yake akulala mwezi mmoja chini, alilala siku kadhaa chini, akaacha malazi yake mazuri, akalala chini kwa sababu ya msamaha. Shalom. Kwa hivyo ni vema sana ukoa mtu ambaye unanyenyekea mbele za Mungu ili uweze kumtumikia Mungu, mtoto wa Mungu, ili Shetani asiweze kupata nafasi ndani yako. Lazima uweze kutii neno la Mungu, na lazima uweze kutii sauti ya Roho Mtakatifu, na pia lazima ukuwe na upendo ndani yako. Unapokuwa mtu ambaye hauna upendo, Mungu hayuko ndani yako, maana Mungu wetu ni upendo. Alitupenda sisi hata kama tulikuwa waovu, akaamua kutufia msalabani ili tuweze kuokolewa. Shalom. Kwa hivyo lazima pia uwe mtu wa upendo. Kwa hivyo Bwana anasema ya kwamba aliwaita wengi, lakini wachache ambao wanamtumikia, kwa sababu wengi waliitwa, lakini kwa sababu ya kutotii, kwa sababu ya tamaa za hapa duniani. Na pia kitu kingine, unapotaka kumshinda adui, lazima usiwe ni mtu wa tamaa, maana unapokuwa mtu wa tamaa, Shetani ni rahisi sana aweze kukamata akili zako. Tunamuona hapa Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wa maisha yetu ameweza kufunga siku 40, na alipofunga siku 40 tunaona Shetani anaenda namwambia kwamba ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, ukinisujudia mimi nitakupatia mali yote. Shalom. Kama Kristo angekuwa ni mtu ambaye ako na tamaa, unaona, angeweza kutukomboa. Shalom. Hangetukomboa katika kula ambako Mungu alikuwa anataka tukue.